Tafadhali, nipo na mke wangu mahala hapa. Kwa hiyo nachokuomba, take this. Chukua. Utanitafuta next time. Sawa? Naweza kwenda. Dokta! Dokta! Vipi Doni? Nakupigia simu zangu wala upokei. Na kutumia SMS nazo pia wala ujibu bosi wangu. Ila sio kesi sana. Midhali tumeonana, nadhani kila kitu kitakuwa sawa sawa. Sikia Doni. Hapo kati kuna kiwanja kipya kimefunguliwa. Ni bwana, ni cha moto bala. Kama utojali, tuzetu leo. Sikiza nikwambie mambo dada. Unaponipigia simu sipokei, sio kama sizioni. La hasha. Naziona sana. Ila kifupi, sihitaji tena kampani yako. Wala sihitaji demo aina yoyote ile. Niko busy na familia yangu. Umeelewa vizuri? Sasa ninachokuomba, tukiachana hapa mzee, tuwe tumeachana na lazima. Sihitaji unitafute kwa kunipigia simu aidha kwa njia yoyote ile. Nadhani nimeeleweka. Narudia tena. Tukiachana hapa, tuwe tumeachana mazima. Usinitafute kwa kunipigia simu wala kwa njia yoyote, kwa sababu usihitaji demu wala tombe wala chochote kingine zaidi ya familia yangu. Walda. Jamani, mdogo wangu umekuwa wewe. Kweli siamini macho yangu. Hivi ni wewe? Ni mimi dada. Kweli milima haikutani ila binadamu wanakutana. Nimefurahi sana kukuona dadangu. Jamani. Za Uganda. Na ndio nini unakuja utaki hata kututafuta? We mtoto ni mbaya wewe. Zuri tu dada. Ila tangu nimefika Tabora hata wiki sijamaliza. Na ukizingatia kule nyumbani kwa mkubwa hata sipakumbuki tena. Na namba za simu pia tena. Ni kweli. Kwa sasa hivi huwezi kupakumbuka kabisa. Kwa maana toka mmeondoka kipindi kile mlivyopaacha na sasa ni tofauti. Kwa hiyo twende basi ukapajue kwanza nyumbani kwangu. Alafu kweli ingekuwa vizuri, lakini sasa namuwahi shemeji yako. Nina promise ya kunana naye muda huu. Sasa nikichelewa simkuti. Si unajua madokta? Jamani. Sasa mimi naona ingekuwa vyema kama tungeenda ukamwone shemeji yako, alafu ndo twende nyumbani. Ni sawa, lakini hebu tufanye hivi. Acha mimi niende nikamalizie kukusanya mahitaji yangu ya nyumbani. Alafu nikitoka huko niwapitie hapo mlipo ili nije nimuone na shemeji yangu. Ili nikupe fursa ya kuongea na shemeji yangu vizuri. Au unaonaje? Sawa. Sasa nipe namba yako ili ukitoka unipigie. Sio mbali, ni hapo tu. Okay, basi wewe andika huko namba yako. Jamani dada. Yaani umekuwa wewe. Bwana baadaye ngoja niwahi. Nimeshakwambia mahusiano yetu yalikuwa huko Uganda na sihitaji tena kuyaendeleza kwa sababu tayari nina familia yangu.
na ninaipenda sana. Hivyo basi, tukiachana hapa, usithubutu kunitafuta, si kwa kunipigia simu wala kunitumia SMS. Sihitaji matatizo katika ndoa yangu mama. Nadhani umenielewa. Kwani mimi nimefanya kosa gani jamani mpaka unanifanyia hivi eh? Kumbuka ahadi zetu tulipokuwa Uganda. Warda, huna haja ya kuhoji chochote katika hili, kwa kuwa nimeshakwambia nina familia yangu na ninampenda sana sana mke wangu, kiasi sihitaji kuwa na mwanamke mwingine yeyote zaidi yake. Sasa basi, narudia tena, leo hii iwe ndio mwanzo na mwisho wa mahusiano na mawasiliano kati yetu. Tusijuane. Halo. Pandisha juu, niko kwa hapa mwanzo kabisa. Okay, sawa. Ni nani wewe? Ni dada yangu, mtoto wa mama mkubwa. Anafuata nini hapa? Anakuja kunipitia nipeleke nyumbani kwake. Oh, okay. Kwa jambo la msingi ni kutambua tu kwamba kila kitu kina mwanzo na mwisho. Mume wangu, yaani umalaya wote uliofanya umeona hautoshi, si ndio? Sasa umeona ni bora utembee na mdogo wangu, si ndio? Hivi unataka nini kwangu? Unataka nini kwangu? Hapana mke wangu, samahani, naomba unisikilize mke wangu. Hakuna chochote kibaya nilichokifanya mke wangu, naomba unisikilize. Samahani. Mke wangu. Dada. Nakuomba mke wangu, samahani mke wangu. Halo. Naomba spare kama nilivyokuandikia. Nahitaji hizo spare. Ila kuna kitu nimesahau, kuna baadhi ya vifaa kama maji ya betri. Utawapa na mafuta ya breki. Usisahau kuwapa. Ndio. Ile hesabu tutaiunganishe tu hapo, piga hesabu vizuri, alafu nadhani baadaye nitakutumia hiyo pesa ya hivyo vifaa. Hodi mzee. Karibu. Karibu. Asante sana. Habari za asubuhi baba. Salama, habari za huko? Nashukuru Mungu. Shikamoo. Bahari. Safi kabisa. Vipi, mbona asubuhi hujaenda kazini leo? Baba, kazini kwenyewe kunaendeka basi. Nataka kuendeki mzee wangu. Na matatizo. Matatizo gani tena? Mkamwana wako baba. Unajua mzee, mke wangu amebadilika sana siku hizi. Yaani amekuwa ni mtu ambaye anapenda sana kusikiliza maneno ya watu. Hapa tunavyoongea ni kama na wiki 2 hivi ameondoka nyumbani. Na hataki kurudi kabisa. Na mbaya zaidi, hakuna chochote kibaya nilichomfanyia. Yaani shida yake kubwa imekuwa ni kusikiliza maneno ya watu. Sasa hata shida kumuelewa, sijui ana tatizo gani mke wangu. Kwa hiyo umekuja kwangu ili weje? Yaani lengo langu mimi mzee, kama itawezekana uondoke hapa uende kwenye kwangu, ukajaribu kuzungumza nao, ili ikiwezekana mke wangu arudi nyumbani baba. Unajua mimi bado nampenda sana mke wangu. Na ishia hapo.
Mpumbavu mkubwa wewe. Hivi unadhani sijui kitu chochote kinachoendelea katika familia yako? Mke wako amekuja hapa amenieleza kila kitu upumbavu unaofanya kule. Hivi umekuwa mtoto wa aina gani wewe? Mbona sikuelewi kabisa? Wewe wakukutwa na kondom zilizotumika katika mifuko ya suruali yako? Wewe wakukutwa na viatu vya wanawake katika gari lako? Wewe wakurudi nyumbani umevaa night dress? Umekuwa mwanamke wewe wakuvaa night dress? Mbaya zaidi unawachanganya mkeo na mdogo wake, wote unapita nao. Mtoto mchafu sana. Tena toka, usije ukaleta mikosi katika ofisi yangu. Ondoka kabisa, wala sikuhitaji hapa tena, ondoke kabisa. Sasa baba, mimi nahitaji msaada wako tu mzee wangu. Msaada gani mshenzi mkubwa wewe? Hivi unataka unitie aibu mimi mbele za watu? Toka, toka, nataka uondoke hapa, toka. Basi baba, basi baba. Ala! Mshenzi mkubwa wewe. Nadhani ananiambia jambo la maana hapa, kumbe ananiletea pumbavu hapa. Mama. Ishia hapo hapo Fezuri mkubwa wewe. Umefuata nini hapa kwangu? Mama Sofi. Nimemfuata Mama Sofi wangu mama. Naomba mnisamehe. Ongea na Mama Sofi anisamehe arudi nyumbani. Bado nampenda sana mke wangu mama. Nampenda sana. Mama Sofi. Hivi wewe baba unataka nini? Unamtaka nini huyu mwanangu? Au unataka roho yake? Mama Sofi mke wangu. Kwa hiyo Mama Sofi mimi nakupenda sana. Yaani wewe ndo malaika wangu, wewe ndo kila kitu kwangu. Mimi nakupenda kuliko yote yule mke wangu. Mama Sofi mke wangu. Mimi sijafanya chochote kibaya, sijafanya chochote. Mimi nakupenda wewe tu Mama Sofi. Nilikuahidi kuacha kila kitu mpaka huyu. Mimi nilimwacha. Sasa leo mke wangu, kwa nini wewe hutaki kunielewa? Rudi nyumbani mama. Mimi siwezi ishi bila wewe. Wewe unajua nakupenda sana Mama Sofi wangu. Taishije mimi bila wewe? Mama Sofi. Rudi nyumbani mama. Mimi nakupenda sana Mama Sofi. Taishi na nani mimi sana? Mama Sofi. Sasa waniacha Mama Sofi. Mimi nitaishije bila wewe? Sawa baba. Mama. Naomba nisamehe basi mama mimi. Mwambie Mama Sofi aje tuondoke. Ondoka Fezuri mkubwa, shetani mkubwa wewe. Unaweza kufika hapa nyumbani kwangu kumfuata Mama Sofi, yote uliyomfanyia huyaoni? Bado unakuja. Hebu ondoka baba, nisikuvunjie heshima. Basi. Mimi naondoka. Mama. Acha mimi nife sasa. Si mnataka nife. Acha nene nikafe. Mama Sofi anataki, wewe unataki, baba anataki. Acha tunaje nikafe. Faida gani ya kuishi duniani bila Mama Sofi mimi? Acha nikafe. Ondoka na nisione unarudisha pua yako hapa kwangu. Na nikikuona hapa nyumbani kwangu. HD on the track.